Achana na Super Clasico ya River Plate na Boca Juniors. Sahau kuhusu El Clasico ya Real Madrid na Barcelona ama Milan Derby ya AC Milan na Inter Milan. Leo niko hapa tena kwa ajili ya derby ya Kariakoo. Kutoka kwenye kitovu cha jiji kuu la kibiashara Afrika Mashariki, makutano ya mitaa ya Twiga, Jangwani, Uhuru na Msimbazi, Dar es Salaam, utamaduni, historia, upinzani na utani wa jadi ndio huleta maana halisi ya derby ya Kariakoo. Kumbukumbu zangu zinanirudisha mpaka karne ya 20, miaka ya 1930, chini ya utawala wa kikoloni, pale ambapo New Young, sasa Young Africans, iliposhuka daraja ligi ya mkoa wa Dar es Salaam. Kutokana na tuhuma mbalimbali za kifedha, baadhi ya kundi liliamua kujitenga na kuunda timu yao na baadaye kuiita Sunderland, sasa Simba Sports Club. Hapo ndipo uhasama ulianza. Ukubwa na ushawishi wa timu hizi mbili za Kariakoo huligawa jiji la Dar es Salaam na taifa zima la Tanzania katika rangi kuu 4, huku kijani na njano, kule nyekundu na nyeupe. Mchezo huu ni zaidi ya mechi ya dakika 90 pekee kwenye nyasi za Beni Mkapa wa Lupaso, kwani hubeba hisia tofauti miongoni mwa wapenzi wa soka ndani na nje ya uwanja. Kama wasemavyo Waswahili, wagombanapo mafahali wawili ziumiazo ni nyasi, basi Yanga na Simba wamekutana kwenye michezo 138, Yanga akicheza michezo 54, huku watani zao Simba wakishinda michezo 41 na michezo 43 ikimalizika kwa sare. Historia hiyo ya ushindi inahusisha vipigo vikubwa zaidi kwa pande zote mbili, kwani mwaka 1968 Yanga alimfunga Simba magoli 5-0 kabla ya Simba kulipa kipigo hicho kwa ushindi wa goli 6-0 mwaka 1977. Miaka 35 baadaye, Mei 6, 2012, Simba alimshushia tena Yanga kipigo kizito cha bao 5-0 kabla ya Novemba 5, 2023 Yanga kulipa kipigo hicho kwa ushindi wa goli 5-1. Pengine hatuna uhakika wa kupata, ila tuna imani na anaitoa, na tulipotoka sio kule tunapokwenda. Pengine ndiyo maneno ya faraja zaidi kwa mashabiki wa Simba baada ya kupoteza michezo 5 mtawalia dhidi ya mtani ambaye amechukua taji la ligi kuu kwa mara ya 4 mfululizo. Uwekezaji mkubwa uliofanywa na mabilionea Mohamed Dewji Mo na Khalid Said Mohamed almaarufu kama GSM umeongezea thamani zaidi mchezo huu kutokana na thamani ya vikosi na uwezo mkubwa wa wachezaji kutoka pembe mbalimbali za bara la Afrika. Dabi ya Kariakoo ni miongoni mwa dabi 3 bora Afrika, ukitoa Cairo Dabi na Casablanca Dabi. Dabi hii ina ushawishi zaidi kusini mwa jangwa la Sahara kutokana na ufalme wa klabu hizi kwenye soka la Afrika. Kuelekea Septemba 16, Jean Charles Ahoua, Elim Panzu na Neo Maima ni miongoni mwa nyota wa mnyama wanaotarajiwa kufanya makubwa kwenye mchezo huo, huku wananchi Young Africans wao ule utatu mtakatifu wa Maxi, Pacome na Mzize wakiwa ndio nyota wa kuchungwa zaidi. Je, Simba ya Fall Davis itaendeleza uteja mbele ya Young Africans ya Romain Folz ama nini kitatokea? Ni jambo la kusubiri na kuona. Makala hii imeandikwa na Maira Junior na kusimuliwa kwako nami Tabita Kimaro, na hii ni IAA TV.